Kauli aliyoitoa mjumbe wa kamati kuu ya chama cha Chadema, hapa tukimzungumzia Godbless Lema, kuhusiana na mkuu wa jeshi la polisi nchini Tanzania, hapa tukimzungumzia IGP Camillus Wambura, imeendelea kushika kasi na kuzua gumzo katika mitandao ya kijamii. Hii ni baada ya Godbless Lema kuwa accuse au amefanya kama kulituhumu jeshi la polisi kwa kile wanachokifanya, kukamata viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema bila kuwa na ushahidi wa masuala ambayo wamekuwa wakiwatuhumu viongozi wa Chadema, ambapo ameweza kwenda mbali kabisa akasema kwamba hatua hiyo inaweza kuleta matatizo makubwa hapa nchini kwa sababu ya mambo binafsi ambayo jeshi la polisi linaunganishwa katika mambo hayo. Sasa twende moja kwa moja uweze kujua ni kipi ambacho Godbless Lema aliweza kukisema. Alianza kwa kusema kwamba IGP, mara nyingi uongo huwa na gharama kubwa zaidi kuliko hata ukatili. Polisi inapofanya maamuzi kwa msingi wa hofu badala ya ushahidi, madhara yake hayaishii kwa watu binafsi pekee, bali uenea hadi kwenye uchumi wa nchi. Mnaendelea kukamata viongozi wa Chadema kwa mtindo unaozua maswali mengi kuhusu msingi wa hatua hizo. Kama hakuna ushahidi wa vitisho halisi kwa usalama wa taifa, hatua kama hizi hujenga taswira ya kutokuwa na utulivu wa kisiasa kuliko kutatua tatizo lolote. Kwa mtazamo wa kiuchumi, yani perception matters, wawekezaji, watalii, mashirika ya serikali, mashirika ya bima na serikali za kigeni hufanya maamuzi yao kwa kuzingatia taswira ya utulivu wa nchi. Hali ya sintofahamu ya kisiasa inaweza kusababisha travel advisories, kuongeza gharama za bima za safari na biashara, na kuathiri maamuzi ya watalii pamoja na wawekezaji. Utalii ni moja ya vyanzo vikubwa vya fedha za kigeni hapa nchini. Sekta hii inapopata mshtuko kutokana na hofu zinazoweza kuepukika, athari zake huonekana kwenye mapato ya forex, ajira, biashara zinazotegemea wageni na hata uwezo wa nchi kuweza kuhimili shinikizo la sarafu za kigeni. Ikiwa mapato ya utalii yatashuka kwa kiasi kikubwa, gharama zake kwa uchumi zinaweza kuwa ni kubwa zaidi kuliko faida yoyote inayodhaniwa kupatikana katika au kutokana na hatua za ukandamizaji zinazofanywa na jeshi la polisi. Ndio maana ni muhimu sana kwa vyombo vya dola kuweza kutenda kwa ushahidi, uwiano na busara. Hofu isiyo na msingi inaweza kuzalisha tatizo kubwa zaidi kuliko lile linaloogopwa. Mnatengeneza mashaka yasiyokuwa ya lazima katika kipindi ambacho nchi inahitaji kuonekana kuwa salama, thabiti na inayoheshimu utawala wa sheria. Akamalizia kwa kusema kwamba anyway, ngoja tunywe mtoli, nyama tutazikuta chini. Hapo Godbless Lema akawa amemaliza, lakini kuna baadhi ya maoni ya wadau hapa walikuja kuyatoa, na mimi nitakusogezea maoni hayo kama yalivyo. Huyo kwanza anajiita Active Citizen, anasema kwamba kaka Lema, do you think they are cares? Kitu pekee wanaweza kutumia akili ni kufuata maagizo, otherwise they are nowhere to use their brain. Huyo ni Active Citizen akamaliza, lakini mpinga yeye anasema kwamba huwezi kulalamikia taswira mbaya ya nchi huku ukitumia kila jukwaa kuelezea kwamba nchi imejaa hofu, ukandamizaji na kutokuwa salama. Hiyo nayo ni sehemu ya kutengeneza perception unayolalamikia. Lakini tukija kwa mtu mwingine hapa, huyu anajiita ni Kishiwataz, anasema kwamba utalii gani unaongelea wewe? Nyie si ndo mlianzishaga kampeni ya kupinga
utalii mkaferi. Mungu akawadhalilisha, watalii wakamiminika. Achana na serikali wewe, angaika na uchochezi kama kawaida yenu, maana ndo ajenda zenu, kwa kuwa familia zenu hazipo hapa Tanzania. Usituchoshe bwana. Huyo ni Kishiwatiza. Akamaliza kutoa maoni yake na akamaliza kwa kuweka kile hashtag cha tulinde amani ya Tanzania. Lakini tukija kwa Chazi anasema kwamba hivi tunadhani jeshi hili la polisi alijui uwajibu na namna sahihi ya utendaji wake kunapokuja raia weredi. Tatizo ni siasa na ugali. Huyo ni Chazi. Lakini tukija kwa Jobu Ndugai anasema kwamba mnavunja sheria ili mpate likes na kutrendi, wacha sheria ichukue mkondo wake. Lakini tukija kwa Impala anasema kwamba huko Norway mtoto wa mrithi wa mfalme amekutwa na hatia ya ubakaji. Hapo hakuna maelekezo toka juu wala vikaratasi kupelekwa mahakamani. Imagine Abduli akutwe na hatia, sio Tanzania hii. Nadhani hapo umeelewa huyu anachomaanisha. Tukienda kwa mtu mwingine hapa anasema kwamba mkuu, huu shauri ni mzuri sana, ila tupo kwenye zama ambazo watumishi wa umma wana kiburi kilichopitiliza. Wasiwasi wangu ni kwamba hawezi kuchukua haya maarifa ulioyaandika. Huyo akamemaliza. Lakini tukija kwa Tevin anasema kwamba unawashauri, tatizo ni awasikii, yani kakenge tu mpaka sikio itoke damu ndio anasikia, waache tu, ila ipo siku yao. Tukimalizana na huyo tunakuja kwa Bosi anasema kwamba hawa shida yao kubwa ni kufanya kazi bila uadilifu. Mbaya zaidi, wanatii amri ya mkubwa wao bila kufikiri madhara yatakaowajia mbele yao. Wataishia kufungwa tu. Huyo akamemaliza. Lakini tukija kwa mtu mwingine hapa anaitwa Mwabuka anasema kwamba nafikiri hawa watu hawana washauri. Huyo akamemaliza. Lakini akaja mtu mwingine hapa akasema kwamba hili ndio tatizo la watu waoga kupeana mamlaka. Uoga plus uoga, jawabu lake ndio hili. Nadhani hapo umeweza kuelewa. Lakini tukija kwa Yusuf anasema kwamba Mheshimiwa Lema, usijifanye ujui. Hizi ni mbinu za kutaka kufungia chama chenu. Amkeni. Mlishindwa kumfungulia mashtaka msemaji wa CCM. Sasa msilielie hapa. Opportunity never come twice. Lakini mwingine hapa akasema kwamba Chadema kususia uchaguzi, sisi wananchi tumechoka vile na kiujumla kura hazitapigwa. Huyo akamaliza hivyo. Lakini tukija kwa Tony hapa, Tony anasema kwamba itabidi viongozi wa Chadema wapate mafunzo ya lugha ya harama ili kuweza kutenda haki kwa wanachama wao wote, hata mabubu wanufaike na busara zao. Katika mikutano ya hadhara nimegundua lugha ya harama wakati mwingine inaweza kuwa na uzito zaidi, yani create more awareness and understanding. Tukimalizana na huyo tunaenda kwa Prinska anasema kwamba hayo yapo kama ndezi, si moja tu, wanaweza hadi jikamata wenyewe. Huyo ni Prinska, ametufungia comment section, na sasa tunakuachia wewe mtazamaji na mfuatiliaji wetu, utuambie kwamba ni kipi sasa ulichonacho wewe kutokana na hiki ambacho ameweza kukisema Godbless Lema na kutoa ushauri mkali kwa IGP Camillus Wambura, mkuu wa jeshi la polisi hapa nchini Tanzania. Tukusane wakati mwingine na wasaa mwingine kuendelea kudizana taarifa mbalimbali. Tuachie maoni yako, tuambie ni kipi ambacho unacho